Katika hatua ya kuimarisha elimu jumuishi na kuhakikisha hakuna mtoto anayebaki nyuma kutokana na changamoto za mawasiliano, Chuo cha Ukalimani wa Lugha ya Alama cha Amani kilichopo mkoani Mbeya kinatarajia kutekeleza mradi maalum wa kuwafundisha walimu 60 wa shule za msingi za jiji la Mbeya lugha ya alama ili kuboresha ufundishaji kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia. Mradi huo unatajwa kuwa hatua muhimu ya kuimarisha usawa katika elimu sambamba na msimamo wa serikali wa kuhakikisha kila mtoto anapata haki ya elimu bora bila kujali hali yake. Serikali imeendelea kusisitiza utekelezaji wa elimu jumuishi na matumizi ya lugha ya alama Tanzania katika mazingira ya elimu. Akizungumza baada ya kikao cha kwanza cha kujadili utekelezaji wa mradi huo, mkurugenzi wa Chuo cha Ukalimani wa Lugha ya Alama cha Amani, Philemon Mwansasu, amesema lengo la kuwajengea uwezo wa walimu hao ni kutumia lugha ya alama ili kuongeza ufanisi wa ufundishaji na kujenga mazingira rafiki kwa wanafunzi viziwi. Tumeona kwamba changamoto ipo ambapo walimu wengi wamesomea masuala ya elimu maalum lakini hawana nyongeza ya ufundishaji na mbinu za ufundishaji kuhusiana na swala zima la lugha ya alama. Lugha ya alama pia ni lugha ambayo inakuwa kila siku na inahitaji walimu wawe promoted na wawe updated na hiyo mabadiliko ya lugha yenyewe. Kwa hiyo tumeanzisha huu mradi ili kuwahamasisha walimu pia kuwapa mbinu mpya za ufundishaji kupitia misamiati mbalimbali ya lugha ya alama. Mwansasu amesema lugha ya alama si njia ya mawasiliano pekee, bali ni daraja la kuwafungulia wanafunzi viziwi fursa za kujifunza, kushiriki kikamilifu darasani na kutimiza ndoto zao za elimu. Lugha ya alama ni lugha ya viziwi, ni lugha ya watu wenye ulemavu wa kusikia ambao hao ndio walioitunga hiyo lugha. Lakini kwa kuwa kundi lao ni dogo, lugha yao haitanuki sana. Sasa tumeamua kutumia mbinu hii ya kuwafundisha walimu ili lugha hii iweze kukua, kwa sababu tunajua kabisa tukiwafundisha walimu lugha ya alama itakuwa kwa haraka zaidi, kwa sababu walimu wanakutana na watu wengi, watu mbalimbali, hususan wanafunzi wao madarasani. Kwa maana kwamba hawa walimu wakiwafundisha watoto mashuleni, hii lugha itakuwa kwa urahisi kama ambavyo Kiswahili kimekuwa. Lakini pia lugha kama lugha nyingine ina misamiati yake. Sasa misamiati ambayo inabadilika kila siku na mambo mapya yanakuja kila siku, matokeo yake hao viziwi wanapoteza mwelekeo, kwa sababu teknolojia jinsi inavyobadilika na misamiati mipya kwenye lugha yao inaingia. Kwa tunapokuwa hatujawaempower walimu kuweza kubaini alama za mabadiliko hayo, tunawaacha viziwi nyuma kabisa, kwa maana kwamba hawaendani na mabadiliko yaliyopo ya kiteknolojia. Kwa hiyo mradi huu utawaempower walimu waweze kubaini na waweze kujua alama mpya ambazo zinapatikana kutokana na haya mabadiliko ya teknolojia. Lakini si tu ya teknolojia, lakini hata madarasani kuna mitaala mipya inapatikana ambayo pia inakuwa na misamiati tofauti. Aidha, ameeleza kuwa mafunzo hayo yatawahusisha walimu wa masomo mbalimbali ili waweze kutumia mbinu sahihi za kufundisha wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia, hatua ambayo itarahisisha uelewa wa masomo darasani. Mradi huu unalenga kuwajenga walimu kutambua misamiati mipya katika masomo yote ambayo wanafundisha. Kwa sisi sasa tutaanza na masomo machache, ambapo leo tuliwaita walimu wa hesabu, walimu wa sayansi, walimu wa Kiswahili na walimu wa Kiingereza. Tumewapa kipaumbele kwa sababu huko kuna misamiati mingi ambayo ina umuhimu zaidi kupita masomo mengine. Lakini tutaendelea kuwaempower walimu kwenye masomo mbalimbali ya kihistoria na masomo ya amali sasa hivi. Kwa hiyo kuna misamiati mipya mingi ya lugha ya alama ambayo walimu hawa, kwa sababu hakuna chuo chao ambacho kinawapeleka kujua haya mabadiliko mapya. Kwa hiyo Amani Institute of Sign Language and Interpretation tumeanzisha mradi huu ili kuwalenga walimu specifically walimu ambao wako madarasani. Kwa hiyo ni in service project ambayo
waempower walimu kuweza kujua mabadiliko ya lugha ya alama na misamiati yake wanapokuwa madarasani, waweze kuwasaidia watoto wetu ambao kwa sasa serikali inasema elimu jumuishi. Kama ni elimu jumuishi, basi walimu wanatakiwa kuwa updated kila mara na kila wakati kuweza kukabili mabadiliko haya ya kiteknolojia, lakini mabadiliko ya utandawazi kwa ujumla wake. Kwa upande wake, mkufunzi wa chuo cha lugha ya alama cha Amani, Abdalla Omar, amesema mradi huo unalenga kupunguza changamoto za mawasiliano ambazo zimekuwa kikwazo kwa baadhi ya wanafunzi viziwi kupata elimu yenye ubora sawa na wenzao. Amesema utekelezaji wa mradi huo unaendana na sera ya miongozo ya taifa inayosisitiza elimu jumuishi kwa watoto wote bila ubaguzi. Tunakuja na mradi ambao umelenga kuondoa changamoto ya mawasiliano mashuleni, ambapo kama ambavyo tunafahamu nchi yetu ina sera ambayo ni inclusivity, sera ya jumuishi. Sasa tukienda kwenye elimu, maana yake ni elimu jumuishi, ambayo sasa elimu hiyo itolewe kwa watu wote kwa bila kujali ulemavu wao. Wapo watu ambao ni viziwi, changamoto kubwa ambao wanakutana nayo ni mawasiliano baina ya viziwi na wanafunzi wengine ambao sio viziwi, lakini mawasiliano baina ya viziwi na walimu. Sasa mradi huu umefocus katika kuwafundisha, ambapo kwa hatua ya mwanzo umelenga kuwafundisha walimu takriban 60, kuwafundisha lugha ya alama pamoja na ukalimani. Iwe huyo mwalimu katika masomo yake ya chuo kikuu alisoma elimu maalum au kwa kusoma, lakini kwa akishakuwa kwenye school setting, katika mazingira ya shule, huwa anawasiliana na wanafunzi viziwi. Kwa hiyo tumelenga kuwapa elimu ya kujua lugha ya alama hawa walimu wa takriban 60 kwa hatua ya mwanzo, ili wakishaifahamu hawa walimu 60, matarajio yetu katika mradi huu ni kwamba utaenda kuwanufaisha wanafunzi wasiopungua 300 mpaka 600. Kwa lengo kubwa la mradi huu ni kutoa mafunzo ya lugha ya alama kwa walimu ambao wapo mashuleni, ili walimu hawa wakawe imara, wakawe na bora zaidi na kwenda kuwafundisha wanafunzi ambao ni viziwi. Akizungumzia changamoto zilizopo, Omar amesema walimu wengi bado hawana uelewa wa kutosha wa lugha ya alama, jambo linalosababisha ugumu katika kufikisha maarifa kwa wanafunzi viziwi. Changamoto kubwa ambayo tumeiona ni kwamba walimu wengi hawajui lugha ya alama wakiwa mashuleni, lakini pia kuna mambo mengine yanakuja. Kwa mfano, sasa hivi tupo katika mtaala mpya ambao ni mtaala wa amali. Kuna msamiati au maneno mengine mapya ambayo yamekuja kutokana na mtaala huu. Kwa mfano, kuna fani zimekuja za ufundi, kuna fani zimekuja za umeme, hasa labda ufundi wa magari. Je, mwalimu anamfundishaje kiziwi? Manake tunasema sisi mara nyingi kwamba disability is not inability. Mtu kuwa na disability ya kutokusikia haimaanishi kwamba hawezi kufanya mambo. Anaweza kufanya mambo, anaweza kufanya kazi kwa vitendo, lakini changamoto kubwa ipo kwa namna ambavyo walimu wanaweza kuwasiliana na wanafunzi viziwi. Utamfundishaje hesabu huyu mwanafunzi kiziwi? Yeye hasikii, anataka utumie alama, utumie ishara. Kwa hiyo changamoto hii kubwa ya mawasiliano hafifu kati ya walimu na wanafunzi viziwi ndio iliyopelekea sisi tukaja na maono haya, tuweze kuisaidia jamii, tuweze kupush katika society yetu, kupelekea kwamba walimu wawe na mafunzo mazuri ya lugha ya alama. Na si kwamba anahitajika kwa walimu tu, atahitajika kwa watu wa afya, atahitajika kwa mapolisi, atahitajika kwa kila mtu, lakini mwalimu ni mtu wa mwanzo ambaye fani zote hizi zinaanzia kwake. Kwa hiyo tunajua tukianza na mwalimu yaani kama kumuelimisha mwalimu ni kuelimisha jamii nzima. Tukitoka kwa mwalimu itafika kwa watu wengi zaidi. Washiriki wa kikao hicho wameeleza kuwa mradi huo utawajengea walimu uwezo wa kutumia misamiati mbalimbali ya lugha ya alama, hivyo kuongeza ubora wa ufundishaji na mawasiliano darasani. Kwa majina naitwa Peter Mariga, ambacho kimetugusia na kutuamsha namna ya kutafuta mbinu za ufundishaji bora kwa watu au wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tutapata mwanga juu ya misamiati mipya, juu ya mwongozo wa ufundishaji. Nafikiria serikali italipokea na itatengeneza mpango kazi mzuri unaotekelezeka juu ya kuwafikia hawa watu katika maeneo yao husika, hususan darasani,
na mazingira wanayoishi, kwa sababu tumegusa kila eneo. Mada zote zinagusa kila eneo, kuna mazingira wanayoishi, kuna mazingira wanayojifunza. Kwa ujumla ni mradi mzuri, ukisimamiwa na ukifikiwa malengo, utakuwa na faida kwa wadau. Walimu watanufaika kwa haraka kwa sababu wao ndio watendaji na wao ndio wanakutana na changamoto nyingi mashuleni. Kwa nafikiri ni mradi sahihi kuwapelekea walimu waende wakapate mbinu za kuwawezesha wadau ambao ni wanafunzi wa elimu maalum. Naitwa Specialist Johnson Maipopo, nafundisha shule ya msingi ya elimu maalum Itigi. Katika wiki tutakuwa na mafanikio kwa walimu, ikiwa ni pamoja na wanafunzi walengwa sasa wenye mahitaji ya uziwi, kwa sababu ili lugha iweze kukua ni lazima iwe na msamiati. Sasa kupatikana kwa msamiati itakayoleta maana itarahisishia walimu wanafundisha watoto, ikiwa ni pamoja na jamii kwa ujumla, kuweza kujua maana msamiati aina mbalimbali inayopatikana katika lugha ya viziwi, ya sasa lugha ya alama, ili kuweza kurahisishia walimu na wanafunzi wenyewe katika swala zima na zoezi zima la ujifunzaji. Pia wamesema wameupokea mradi huo kwa matumaini makubwa, wakieleza kuwa utakuwa chachu ya kuboresha elimu kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia na kufanya elimu jumuishi kuwa halisi badala ya kuwa nadharia. Jina langu Tusajigwe Mwalwega. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha viziwi mkoa wa Mbeya. Kwanza kabisa mimi nashukuru na nimefurahi kuona kushirikishwa kwenye kikao cha leo muhimu. Lengo ya mafunzo kwa ajili ya lugha ya alama kwa walimu, mimi nimefurahi sana kwa sababu haya mafunzo yanayofaa walimu wanaweza kusaidia viziwi ambao watoto ni wanafunzi ambao wanaweza kuingia kwenye jamii. Huko kwenye jamii watakutana na mazingira tofauti tofauti. Anajifunza huku shuleni, akiingia huko anakuwa tayari ameshajiandaa kukutana na mambo ya jamii. Mfano, kukutana na CHAVITA, kukutana na SIONA, kukutana na viziwi wengine ambao hawajui kusoma wala kuandika. Hii kiziwi itakuwa balozi wa wenzake. Mafunzo haya ya lugha ya alama kwa walimu vile nimeona ni mazuri kwa sababu itawasaidia walimu ambao wamesahau lugha ya alama, wanawarudisha mbele tena waweze kujifunza, kwa sababu nimeona ni faida zaidi kujifunza na kusaidia jamii. Jina naitwa Serika Mgode. Nashukuru kwa kushiriki kikao hiki cha mradi ambao wanakwenda kuwafundisha walimu ukalimani wa lugha ya alama. Mradi huu utaisaidia jamii kuungana pamoja katika maendeleo ya uchumi, kama dira ya taifa ambavyo inasema maendeleo jumuishi kwa watu wote. Kwa naamini walimu wakifundishwa, walimu wa shule ya msingi wakifundishwa ukalimani wa lugha ya alama, watawafundisha wanafunzi ambao baadaye huko watakuwa ni zao la taifa letu, kuunganisha jamii pamoja. Unajua, unaposema maendeleo yanategemea na mawasiliano, na maendeleo kuwasiliana ni kwanza kwenye jamii kule, mtaa, kata, wilaya hadi mkoa. Kwa tunaamini katika nyanja hizo hapo tutakuwa na wakalimani wa alama kupitia ofisi za kata, wilaya, mkoa. Kwa maendeleo yatakwenda kuwa ya pamoja. Kadiri mahitaji ya elimu jumuishi yanavyoendelea kuongezeka nchini, wadau wanaamini kuwa uwekezaji katika mafunzo ya lugha ya alama kwa walimu ni hatua muhimu ya kujenga jamii inayojali usawa, utu na haki ya kila mtoto kupata elimu bora. Kama serikali inavyoendelea kusisitiza, lengo ni kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayebaki nyuma katika safari ya elimu kutokana na changamoto za mawasiliano. Jina langu ni Elizabeth Nyevambe, JN24 Media.